za waganga niko na sampuli 5-6 hivi za uganga. Kuna mganga alinilamba kinembe haswa, akaniotesha kinembe kwa jiko. Hiyo nilishawapigia story. Nikitaka Baba Robin arudi kwa ndoa anioe. Huyo nishawapigia. Huyo wa kulamba kinembe. Kuna huyu wa Suleimani. Lulu, thank you. I've told you these stories over and over. We can revisit kama mnataka. Kama mnataka nirudie hizi stories za waganga, mimi nitazirudia. I am a storyteller. I will be glad. Kuna mwingine alinipatia kuku, niwe nikiamka asubuhi naongea na kuku. Kuku inaita Baba Robin from Sweden. Alafu kuna mwingine alikuwa ananiambia kamuti ananipaka dawa kamuti mwando makondo ndo mimi kuna kitu sijafanya hii dunia nianze kujificha ati mimi uganga nilienda when I was young and stupid. Na kuna mganga mmoja aliniambia, wewe msichana uko na nyota na siwezi kukutibu. Mnataka niwarudie hizo story? Huyu wa Suleimani, White House. Huyu hata huyu dadangu alikuwa nakimbizana na mimi. Huyu dadangu anajiita anaitwaje? Sistangu anipendi, tumekuwa tukipigana hapa kwa TikTok. Anaitwa hata nimemsahau jina siku hizi. Huyu dadangu alikuwa anaitwa nani? What was her name again? Mtu anikumbushe. Yule dadangu alikuwa ananikimbiza hapa na uchot. Alikuwa anaitwa huyo Brenda. Alikuwa anaitwa Brenda. By the way, mimi hata nimesahau alikuwa anaitwa. Huyo aliwitness hivi. Mganga alikuja mahali tulikuwa tunaishi. Mganga alikuja kunitibu ndani ya nyumba. Akatoa viungo ndani ya nyumba. Huyo dadangu anaweza kubeba mkono juu akasema niliona. Nilikuwa naishi na I was staying with her. Aliona hivi. Akaambiwa haya toka, nataka kutibu dadako. Na mimi mganga akaniambia, kuna mpaka huyu mganga alinipatianga dawa ya kuweka kwa kuma inakuwa moto. Mwanaume akipanda. Kuna mwanaume nilimwekea hiyo dawa akapanda. Akasema ni moto! Inanichoma! Hizi stories nishawaambia zote. Nini mmekazana na mimi na mambo ya waganga hapa? Mimi siendagi kwa waganga. Nilimalizana na hiyo biashara. Kila mtu atafute storyline ya kudanganya wafuasi. Lion nitoke, mmetuchosha. Nyanga. Utafikiri nimebeba kinembea mtu kwa kichwa. Nonsense. The last time I went to mganga, I can't even remember. Robin was 6 months old. Robin sasa yako 20. Ama mnataka niwaambie mimi nilienda kwa mganga nikapata lion? Mimi sifanyi hiyo biashara. Lion zilikuja kwa wakati wake. Hiyo ni kitu Mungu aliniandikia. Lion zitakuja kwa wakati wake. Na bado zitakuja. They have not stopped. They have just taken a break. Msinitishi hapa waganga. Konda ni ya kwangu na bado nitachinja. Sinanunua na pesa zangu. Kwani nyinyi ndio mtaniambia vile niishi na watu wa kwetu? Nonsense. Kondo bado nitachinja. Andikeni kwa list. Kondo bado nitachinja. Kama umeona mimi nikichinja kondo napata lion, enda uchinje pia wewe. Nini mnatusumbua hapa? Robin,
Das ist Michael, oder? Hallo. Just open it. Guys, mko watu wangapi hapa? Watu 1600. There is no way unaweza kuhamia mtu kwa call all the time. Ukifungua live ni huyo mtu unamuongelelea na unaongea vitu za uongo, vitu waziko. Pia wewe enda uchinje hiyo kondoo, tuone kama utapata hizo lions. Wacheni kutusumbua hapa akili. And these people talking mambo za watu, they are even worse chini ya maji. Kishinde mtu amekushindia kwa maneno yako kama ile trakta mzee haitaki kusonga. Rubbish. Kondoo bado nitachinja iwafikie. Kama kondoo ndi inawauma, kondoo bado nitachinja. Kama kondoo ndio shida, ndege bado tutapanda. Kenya bado nitakuja tena this year I will come to Kenya na tuchinje hiyo kondoo tena kwa TikTok. Nitachinja kwa kamera. So nilikuwa napigia story hii ya kwenda kwa mganga. Niko na waganga sampuli 6. Hizi story nishasema hapa mara 1 million. Mkitaka we can revisit. Lakini huyu mganga wa Suleimani ndio nitawapigia story yake leo. Huyu mpaka hata huyo dadangu mmemwandika jina hapo kwa comment section, ali witness, aliona huyo mganga. Mganga alisoma mkono zangu hivi. Hivi nilikuwa nimekaa hivi, I remember. Sistangu alikuwa amekaa na Robin nje kwa mlango. Mimi nilikuwa nimekaa. Hizo nyumba za White House, nyumba zingine zilikuwa zinatumika kama posho mill. Kitambo, mjue White House kitambo ilikuwa I don't know, it was not developed. I went back recently. It is now developed. Nikaambiwa weka mkono. Unaona vile mkono zangu ni kubwa. Guys, ukiona mwanamke ako na mguu size hii. Hii mguu ni size ngapi? Hii mguu ni size 41. Na uone mwanamke ako na mkono ya watu mwanamke mdogo lakini mkono ni mara 2. Ujue huyo ni mtu ako na baraka zinamwagika. And that is why everything is big in my life. I don't know how to do small things so. Was ist? Ich glaube, ich krieg heute Abend meine Playstation. Go and duschen, Esma. Go and take shower. Ja, krieg ich dann. You will get it. Go and take shower first. Nilikuwa na maji hapa. Guys, mimi nimezaliwa. Yani baraka za. Mnaona hizi mkono? Si ati mimi ni mkubwa kama pipa na mkono ni ndogo kama sijui nini. Mimi baraka zangu ziko kwa mkono yangu. Are you seeing the size of my hand? Mnaona size ya mkono yangu? It is not a normal size. Plus my feet. Mimi baraka zangu ziko huko. Kwa mguu. The size of my legs. The size of my hands. Yani, everywhere I step is big. Anything I touch is big. Mimi baraka zangu ziko kwa mkono yangu. Mganga aliona mkono yangu akasema, siwezi kukutibu. Uko na nyota na nyota yako inang'aa. Haitaki matibabu na hata siwezi kutibu. Hakunitibu guys. I swear. Huyo mganga alikata kunitibu. Sasa mjue ni kijana mwingine ndiye alintroduce kwa anko yake. Anko yake alikuwa mganga. Huyo mganga alikuwa anaishi Msambweni.
nakumbuka because I went to visit them at some point. Sasa ikawa huyu mganga anataka kuniibia hii nyota. Hii nyota aliona ni kugeuza hii nyota apati huyu kijana, huyu Suleimani aliniintroduce kwake. I've told you this story 1 million times. Sijui ni kwa nini mnasahau. Suleimani akakuja. Guys, remember Robin was 6 months old. I'm talking about 20 years ago. Hii si story ya jana, hii story ya kitambo. Mimi mambo ya waganga sijui. Niliwachana nayo, niliamua kungangana na maisha yangu. What nature brings to me, I will deal with it. But let me tell you these stories if you want me to revisit them. Let me remind you that I have gone to wagangas and they were not real wagangas. Walikuwa ni matapeli tupu. Real wagangas ni wale unapewa soda, unaambiwa unanunua Fanta ama Coca-Cola, unaweka kwa mlango. Alafu unapewa kitu, unapewa kitu, unaweka kwa nyumba. Hiyo kitu ni jini, unaweza iongelesha. Those are real wagangas. Na hiyo soda ukiona ina nini, inateremka, ni kama mtu anaikunywa. Those are the real wagangas. I never dealt with such things. But because nilikuwa malaya na tulikuwa tunakutana na malaya wanatoka Uganda, tulikuwa tunakutana na malaya wanatoka Tanzania, tulikuwa malaya wangapi wamekufa Madhouse kama wameenda kuzikwa Tanzania. Mnajua ule Maleso, ule Dem Maleso, Madhouse, watu wa Madhouse, Dem Maleso aliolewanga na Mfaransa. Mnamkumbuka? Ile siku alienda kuzikwa, sini nyoka kubwa ilitoka kwa shimo ikakimbiza watu kwa kaburi. Guys, naweza kuambia stories za malaya na uganga hapa. Nikianza leo tutamaliza kesho. Sawa? So, tusiende. Na ndio nilikuwa naitwa Nyako, hii jina mnaniita to date. Niliwaambia hii jina nilipewa na Wasapere. Juu mimi nilikuwa malaya, nilikuwa natembea na Waafrika. Sikuwa najua kukatia wazungu. Nishawapigia hizi story 1 million times. Kwa hivyo msinilete. Aya. Huyu mganga kanigeukia, nataka kuchukua hii nyota tena. Sasa ikawa ni Suleiman anakuja kwa si ashani soma mkono. Ameona niko na nyota, akaniambia hizi kunitibu. Sasa wakaanza kupanga vile wataiba hiyo nyota. Na mimi sijui ni Mungu tu ndiye alinisaidia. I noticed nilikuwa msichana mdogo, sikuwa na akili hivyo. Hizo za kuibiwa nyota sijui nini. But I just realized there is something fishy. After huyu mganga kukataa kunitibu, wakaanza kunifuata. Huyo Suleiman mara sijui anakuja na nikwamia kwa mlango, anataka sijui transport sijui ya kuenda wapi. Nikasema watu wa Mombasa ukiwapatia pesa ovyo ovyo wanaweza kukutendea mambo mabaya. One day Suleiman akaniraukia asubuhi kwa mlango, ati anataka shilingi 20. Namuuliza shilingi 20 unataka kufanya nini? Ati sina fare ya kurudi nyumbani. Ujue Msambweni. Mimi nikamwambia huyu kijana mimi sina pesa. Imagine guys, huyu kijana alinikwamia kwa mlango mpaka jioni. Alikata kutoka. Kulikuwa na duka mbele ya hiyo place nilikuwa naishi. Mimi nikafikiria nikasema, there is something this boy wants from me. I don't know what it is. Sijui alikuwa anataka kuibaka nguo aende nayo, ama ni hiyo pesa alikuwa anatarajia ya ukweli. I don't know. Guys, sijui kama Suleimani alipotea na nyota ama hiyo nyota ilibaki. I don't know. The thing is, hiyo shilingi 20 nilienda nikamkopeshea kwa mtu, kwa mwenye duka. Nilienda kwa mwenye duka nikamwambia mwenye duka, uko na shilingi 20? Haya, patia huyu kijana nitakurudishia. Hivyo ndivyo niliwachana na mambo ya kutembea kwa uganga to date. Haya, kuna mwingine ule nilienda kutafuta bwana, nilikuwa nataka kuolewa sasa. I was tired of maisha ya kutembea. Nikamua sasa mimi na dem mwingine tukamua wacha tuende
tutafute nini? Uganga, tutafute mabwana. We huko ndani, I think bado tu Msambweni, South Coast, huko ndani 50 kilometers from Ukunda, 50 kilometers or 100, I don't know. Hizo vijiji nyuma ya South Coast huko kwa Wagiriama, sijui ndio wanaitwaje watu wa kukula nini, samaki mkunje. Ni tribe gani hiyo wanakulanga samaki mkunje? Yani wale ni watu ni maskini 24 hours wanakulanga nini, ugali chumvi, si macho. Nao ndio wanatibu watu. Wadigo hiyo Wadigo Wachonyi. Sinishapigia story Waduro na akisi wanaishi kwa hali ya umaskini hiyo tribe. Aya, sasa napigia story wa kutupatia dawa. Hiyo dawa akaleta nini, kapot kanyungu kadogo, akaimixi. Haya, hiyo ni dawa ya kutafuta bwana. Yani mwanaume akikuingia hatoki tena. Mimi nilienda nikatumia dawa kwa umalaya instead of kutafuta bwana. Ule nilipata kijana mganga aliniambia tafuta mtu mzuri alafu wapaka. Mimi nilipakia university student hiyo dawa. Mimi nilisikia tu akipiga nduru, ni moto, inanichoma. Na sikuwahi muona tena. Hivyo ndio nilijua kijana wenyewe akapotea. Sasa hizi uganga mnasema iko wapi? I have mingled with women doing black magic, but I'm not one of them. I cannot be one of them, guys, because I never got the real mganga wa kunitibu nipate mzungu. Mimi nia yangu ilikuwa, yani I was obsessed with looking for a white man to marry me. Ninunuliwe gari, ninunuliwe nyumba, niinue familia, lakini zangu zote niligonga ukuta. Uneni vile ninateseka, but at least nilijileta Euro. That is achievement. Hiyo tu ndio achievement niko nayo. Nilijileta. Aya, kuna huyo wa kuku, alinipatia kuku na mlisha asubuhi, ananiitia Baba Robin kutoka Sweden. Alafu kuna huyu mwingine alinikula kinembe, akaniotesha kinembe kwa jiko. Jamani, ni waganga gani mnaongelelea yenye sijawahi kuambia? Hizi stories nimesema kwa Facebook mara 1 million. I have nothing to hide. This is a lesson. Pia nyinyi mkipenda. Kwanza the worst wagangas ni hao wa vibao. Mganga wa nyege, mganga wa kufukuza bibi, mganga hao ambao ndio are the worst. Those are con men from Tanzania. Nao ndio mimi nilikuwa naenda kwao, au wa vibao. 100 kilometers from the road. Mganga wa kupandisha nyege. So I think nimewakaunt wote. Huyu anko ya Suleimani, huyu alinisomea mkono, akaniambia niko na nyota mzuri sana, tena inang'aa. Na niko na utajiri. Hivyo ndiye aliniambia. Sasa mimi hiyo utajiri alikuwa ananiambia hiyo time, na nilikuwa nimeparara. Nashindwa hii utajiri kwa wapi? Si ndio hizi lions tuliona hapa? Nikasema huyu mganga alisema hii kitu. Ndio hizi lions mlituliona hapa sisi sote. Mimi si ati nilienda kwa mganga akanitabiria lion itakuja. Mganga aliniambia niko na utajiri mkubwa sana. Na ndio inasumbua hao ma TikTokers. TikToker anaenda, anapigiwa ramli,
anawekewa maji, anaona uso yangu, anaona nyota ya nyako. Sasa wakikuja TikTok ni nyako. Tunataka, kila mtu anataka hii nyota. Nyota iko. Hata mganga alisema nyota iko. Mwenye nyota ndiye ajui kuitumia. And that is the truth. Mwenye nyota ndiye ako confused. Ajui kutumia nyota yake vizuri. Juu ningekuwa natumia nyota yangu vizuri, singeona hizo mateso niliona. Sasa hii ningekuwa na kagari kubwa hapo, ningekuwa nimenunua apartment ya 10 million Nairobi, nachukua tu rent, mimi singekuwa na shida. Mwenye nyota ndio ana akili, lakini nyota iko. Na hii nyota bado watu wanaitaka na sipatiani. Watu wafunge majini, wapate lion zao, waniache. Nyota iko guys. Nyota iko na mimi ndio mwenye nyota. And that is the truth. Sawa? Sasa msishangae kwa nini kila saa nyako. Mimi ndio mwenye nyota. Na waganga wanawaambia huyu mwanamke ndio mwenye nyota. Ndio hawezi, they cannot stop mentioning me in their bullshit. Because they want me to respond. And I am not responding. Mimi ninasema ya kwamba mimi ndio mwenye nyota na nyota iko. Na hivi watu wamejaribu kuiba hiyo nyota. This time niko ngangari, niko na swords protecting myself. The only times watu wangeiba hii nyota ni time nilikuwa na mingolo na kina Chinedu undko. That is the only time wangeiba hiyo nyota, na walikosa kuiba. Nyota iko na iko kwangu na nilizaliwa nayo. Sawa? Thank you. So mimi sina haja kuenda kuchinja kondoo inilete nyota. Mimi nilizaliwa na hiyo nyota. Iko kwangu. I am the only blessed child in my family. Nimewaonyesha size ya mkono yangu. It's bigger than my whole body. And size of my feet. Bigger than my whole body. Which means I will eat big portions in this world before I die. That is my, yani kipaji changu Mungu kanipatia. So nendeni mkatafute udaku kwingine. Achaneni na mimi. Mimi singangani na mtu hii TikTok. Alafu uzuri wangu, I am not greedy. Mimi nikipata kidogo ninaridhika. Sawa? So guys, tafuteni topic kwingine. Achaneni na mimi nilitoka kwa drama. Your PlayStation is in this purple my ding store unten. Purple was. Da ist eine wie heißt diese Koffer? Da neben dir, da unten. Suitcase. Yeah, just open it. There, I put it there. I know you look for it all over, you cannot get it. I hate drama, I swear. Guys, I moved away from drama. I am broke but peaceful. I am broke. I have said it a million times. I misused my money. I don't regret. Because what I did a good job. Sikanyi, thank you. I did a good job. I served the community. And I bought beautiful clothes for myself. I traveled the world. Traveling the world means I went to Dubai. Somebody sponsored me for that. Someone I don't know. Someone I have never met. I appreciate. Hiyo ni opportunity. Kila mtu angependa. I went to Dubai. Nilipata brown envelope, guys. Muli niosha hapa na magift usiku na mchana. I served the less fortunate. That is my only certificate in this real life. I don't regret. Sawa. So still bado Mungu ananisitiri. Si ati ameniacha, si ati ninateseka. Mimi siteseki. I'm good. Ni vile tu kiwango cha pesa imerudi chini. I'm not complaining. I was a problem on TikTok. Everybody saw me as an enemy because of those gifts. Si nimewawachia. Mbona bado mnanitaja? Inanikera. Mbona bado watu wananitaja? That is my question now. Mnanitajia nini? Nyanga. Nimekuandikia barua. Uje unisitiri. Me, I believe in God, guys. I believe in the Holy Son. The one and only. I'm a prayerful woman. I don't go to
waganga nyuma ya nini curtain, na huku ninakuja I preach water na ninakunywa wine. Can never be me, will never be me. Kondoo nitachinja. Kondoo is a sign of peace. Kondoo to my dead people. I have dead grandmother, dead grandfather, dead mother, dead sisters kwa hiyo village, kwa hiyo boma yetu. Kondoo is a sign of peace between me and the dead souls. And I will do it. Kama unipendi juu ninachinja kondoo, hama. You cannot change my thinking. Guys, life is spiritual. Life is nature. You must develop your own way to connect with nature. And that is my only way to connecting with nature. Kuchinja kondoo na bado nina hang kwa nini na internet iko full. Guys, nitachinja kondoo. Nendeni mkaandike kwa billboard. Yani kusambaza kuma haikutosha kunidhalilisha. Mumekuja na njia mpya ya kunidhalilisha mimi Atieno. Kondoo bado nitachinja. Nendeni muandike kwa billboard, muweke Jomo Kenyatta Airport. Nyako anachinja kondoo. Kuma haikuleta pesa vizuri. Sasa tunatafuta sababu nyingine ya kumdhalilisha. Na mniache. I have my own problems to deal with. Kuku ilienda wapi? Mutap. The screen is hanging juu mutap. Watu 1800 wananiangalia na wananiambia una hang. Tap the screen. Mutap. You are not tapping. That is why it is hanging. Guys, nobody will intimidate me on this platform. Watu washanihangaisha ya kutosha. Sio mambo ya polisi, sio mambo ya kutumiwa dawa za nguruwe, kuandikiwa finance armed, sio nini sijaona hii TikTok. Sio kudhalilishiwa watoto, sio kufanyiwa nini sijaona hii TikTok. Naomba mniache. Naomba. And you will still find somebody, mtu hata una haja naye, anakufungulia live, anakuongelelea. Mpaka unashindwa ni nini? Kama ni pesa ya TikTok, nilishawawachia. I rarely come on TikTok. I rarely get gifts. Shida iko wapi? I have been homeless with my children. Mimi karibu muniandikie RIP hapa. Ni vile tu niko na nini. I'm a strong person. Mniache sasa guys. Mniache. Leo sijisikii vizuri. Wacheni mimi nipumzike. Tutaonana kesho Mungu akitujalia. I'm not well. Yeah. Mkitaka niwariwandie hizo stories za waganga nitawariwandia. I will retell those stories again. And I don't go to uganga guys. Mtu asiwadanganye. Mimi siendi kwa waganga. Sina haja na waganga. Jesus is the only way. I always tell you here about God. Give him your problems. Hakuna mganga katika hii dunia mkubwa kuliko Yesu. Na hata waganga wao wanatibu na bado wanataja jina ya Mungu. Wanasema alhamdulillah, naomba hiyo dawa ikafanye kazi. So msidanganyike. Kama waganga wenyewe ndio wanataja Mungu, dawa ifanye kazi, mimi bado nipoteze wakati naenda kwa mganga kufanya nini? Guys, let nobody twist your mind and think that witchcraft is real. Witchcraft is in the Bible. Witchcraft was there in the time of Jesus.
just the way prostitution is an old trade, ndivyo pia witchcraft was there. But you can decide to go higher. Choosing witchcraft is going lower. You are relating with your lower self. You are relating with your dark side. You can decide to choose light. You can decide to go higher. When you choose God, you go higher. When you choose God, you choose light. When you choose God, you choose good things. When you choose darkness, you choose bad things. You choose darkness. You choose witchcraft. You choose bad things. Guys, light and darkness can never meet. So choose what you want to. Choose what you want. Choose what is good for you. Both energies will work. Darkness will work for you if you believe in it. Light will work for you if you believe in it. It is up to you to choose which one you want. I don't say witchcraft does not work. Witchcraft work well, but you will suffer. You go suffer. You will sacrifice loved people in your life for the sake of material things. Material. Zote ni material, guys. And when you choose the darkness, you want big things haraka. Vitu zitakuja kuperish. Zote, even if you decide to choose God, God will still give you material things, but they are clean. Nobody will come to claim them. But when you choose darkness, they will knock your door and tell you, now we want your son. Leo tunataka damu. Leo tusijui tunaenda kufanya accident. Leo, yani wewe akili yako imejaa, mara tupatie bibi yako, mara enda ushikishe malaya mimba, utupatie huyo mtoto kijana. Yani Satan will always take something away from you if you decide to go that way. It is not a peaceful life. So, choose what you want. Mungu ametupatia free will of being who we want to be. Uganga iko. It is not my portion. Abeg. Na ukiona mtu amekwamia kwa uganga sana, huyo mtu anafanya hizo vitu. You cannot be so obsessed with somebody you don't know. Na uwe una nini? Wewe ndio unatabiri maisha ya huyo mtu. Na huyo mtu hujawahi muona. Humjui, unamuona tu mtandaoni like everybody else. You must be very obsessed with the things you do and think other people do those things. Mimi siendangi kwa waganga nyi watu. Sitaki ujinga. Those are things I used to do when I was young and stupid. So, ni hivyo. Nimemaliza hiyo story. So, situonaneni kesho, guys. We see us tomorrow. Mimi ni mgonjwa na sitaki kelele. Nimekuja tu kufunga hiyo chapter ya uganga. Kondoo bado nitachinja. If anybody akona problem, aende akachukue P3 kwa polisi. Anipeleke kwa court. Pesa ni yangu, kondoo ni ya kwangu, boma ni letu. Mimi sichinji kondoo kwa nyumba ya mtu, nachinja kondoo kwa boma ya mama yangu na baba yangu walionizaa. If you have a problem with that, go to court. Wacheni kutupigia hapa kelele.